Thank you Lord. Baba, ni asante kwa neno hili tunaposhare asubuhi ya leo. Najua kwamba Baba, neno hili litakuwa ndio mwongozo wetu wa maombi yetu, na Bwana, makubwa yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi ninachukua nafasi tena kukukaribisha katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo tunaposikia neno hili kwa ufupi ambalo litakalo tuelekesha kwa jina la Yesu. Thank you so much kwa kuja kwa maombi ya asubuhi ya leo, na asante hata kwa wale ambao wanaomba pamoja nasi katika mitandao ya kijamii. Bwana wabariki sana kwa hiyo runinga yako, kwa hiyo simu yako, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, zote hizo, Instagram, hiyo mitandao ya kijamii. Bwana awabariki sana katika jina la Yesu. Wiki hii tunafundisha kuhusu nguvu za kufanya mambo makuu. The power to do a great things. Kumbuka maono yetu mwaka huu ni kwamba tunaenda kufanya mambo makuu, divine of great things. Kwa hivyo lazima nikupe nguvu za kwenda kufanya hayo mambo makuu katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Zaburi 108 verse number 13. Zaburi 118 mstari wake ni wa 13. Hapo ndipo tutasoma kwa jina la Yesu. 108 verse number 13. The Bible says, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watezi wetu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu, maana yeye atawakanyaga watezi wetu. This is the year of divine great things. Biblia inasema kwa msaada, sio wa mwanadamu, sio wa ango anti, sio wa baba babu. Kwa msaada wa Mungu tutafanya mambo makuu na tutawakanyaga watezi wetu. Watezi ni mtu yeyote anayefikiria kwamba hautawahi fanikiwa, anayefikiria kwamba hautawahi endelea, anayefikiria kwamba hautawahi fanya chochote. Huyo ndio mtezi. Kwa msaada wa Mungu tutafanya au tutatenda mambo makuu na tutawakanyaga watezi wetu. Kwa hivyo kwa mwaka huu Biblia imesema, kumbuka maono yetu kwamba wamjuao Mungu, number 1, lazima tutambue kwamba msaada wetu utatoka wapi. Msaada wetu hautoki kwingineko. Msaada wetu unatoka kwake Mungu mwenye aliziumba mbingu na nchi. Kwa msaada wa Mungu tutafanya mambo makuu na tutawakanyaga watesi. Watesi ni mtu ambaye anayekusumbua, ni mchawi anayekusumbua, haulali usiku, ni hiyo pepo inayoinuka, ni hao watu wanaosema hautafanikiwa. Watesi wanaokufuatilia, wanatuma monitor spirit kufuata maisha yako, hata mahali unakaa mjini, kuhakikisha na kufuatilia leo unafanya nini, kesho unafanya nini, kesho nyingine unafanya nini. Kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu tutafanya mambo makuu na tutakanyaga watezi wetu. Wataona tukipepea, migongo yao ndiyo itakuwa daraja yetu. Kwa hivyo Bwana akatubariki asubuhi ya leo kwa kutenda makuu katika jina la Yesu. Lakini sasa, ili msaada wa Mungu ingie, ili msaada wa Mungu usimame pamoja na wewe, ili kwamba uonekane unafanya mambo makuu, kumbuka principle au kanuni ni kwamba ni lazima tuegemee, tumwangalie, tumuone Mungu. Maana Danieli hiyo ambayo itakuwa ni vazi yetu kwa mwaka huu inasema kwamba wamjuao Mungu wao
wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Hapa sasa inategemea kiwango chako cha kumjua Mungu kiko namna gani. Sio vitu vinakuja tu kwa kudeclare. Pia you need to push your life. Unahitaji usukume maisha yako karibu na Mungu. Unahitaji ujisukume kumtafuta Mungu zaidi, kwamba wao wamjuao. Hakuna mtu amjui Mungu, hata pepo inamjua. Lakini kuna kitu ninamaanisha kuhusu kumjua Mungu. Kumjua ni wakati unamwegemea. Kumjua ni wakati uko na yeye wakati wote. Kumjua ni wakati unamfanya kuwa rafiki yako. Watafanya mambo, watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Yaani utakuwa na sehemu mbili. So hii Psalms ametuambia kwamba kwa msaada. Kwa hivyo point yetu number 1 ni kwamba chochote unachofanya ni lazima umuhusishe Mungu kwa mambo yako yote. Ili Mungu ahusike nawe msaada, maana tunasema kwa msaada wa Mungu tutafanya mambo makuu. Basi inahitaji umuhusishe Mungu kwa mipango yako yote mwaka huu. Every plan you have, everything you think to do, popote unafikiria kwenda na kufanya, either kwa mawazo yako, either kwa roho yako, either kwa fikira zako, sikia, usikose kumhusisha Mungu mwaka huu. Maana watu watakaotendewa makuu ni watu ambao wanaofahamu kile wanahitaji kufanya. Na kile wanachokihitaji kufanya ni kwamba kwa huu mwaka watamuhusisha Mungu kwa mambo yao. Just a simple principle. Yaani kanuni iliyo rahisi. Mungu, ninajenga nyumba. Mungu, ninaanza biashara. Mungu, ninaanza huduma. Mungu, ninafanya hiki. Mungu, ninafanya kile. Unamuhusisha Mungu. Na kwa njia nyingine Mungu hawezi ingia kwa vitu ambavyo hajahusishwa. Ukihusisha mapepo, basi utadiri na mapepo. Ukihusisha nguvu za giza, basi utadiri na hizo nguvu za giza. Lakini ukimuhusisha Mungu, kikiumana atakuwa hapo. Ukimuhusisha Mungu, kwa hiyo ndoa mambo ikiharibika atakuwa hapo. Ukimuhusisha Mungu, kwa hiyo kazi ikiharibika Mungu atakuwa hapo. Kuna wakati vitu vinaharibika. Kuna wakati mambo inaharibika. Kuna wakati unapata umewekwa kwa kesi fulani, wewe unashindwa utatokaje hapo. Kuna wakati maadui wanakuinukia. Kuna wakati hata bosi wako anakuinukia. Kuna wakati watu hata wale mnaofanya biashara na wao watainuka kinyume na wewe. Kuna wakati maroho zitainuka za magonjwa na mapepo. Kuna wakati shetani atafikiria kufamia. Lakini kama ulimuhusisha Mungu sawa sawa, basi Mungu naye atainuka. Mungu atainuka. Maandiko inasema kwamba simama nao wanaosimama nasi, Bwana. Pigana nao wanaopigana nasi. Basi Mungu ataungia na kupigana na wale wanapigana na wewe, wakati umemrecognize na kumtambua kwamba yeye ni Mungu kwa mambo yako. Kwa pesa zako hako hapo, kwa biashara yako hako hapo, kwa kazi yako hako hapo, kwa ndoa yako hako hapo, kwa chochote unachofanya hako hapo. Basi kumuhusisha, ukimwambia Bwana na kuita kwa biashara yangu, mara moja anaangalia, naona anafaa kuwa hapo. Yaani yeye ni partner wa hapo, anahusika hapo. Kwa vitu vyako vyote hakikisha umemuhusisha Mungu, ili kwamba akuwe msaada kwa kutenda mambo makuu. Mungu hufanya kazi, hiyo ni pointi nyingine. Mungu hufanya kazi pamoja nao wamuhusishao kwa mambo yao. Mungu hufanya kazi pamoja
nao wamuuzishao kwa mambo yao. Yaani kwa hiyo biashara Mungu ataingia kufanya na wewe. Kwa maisha yako ataingia. Kumbuka ukisoma Ufunuo 3:20 nasema, tazama ninasimama kwenye lango. Ikiwa mtu atanisikia na ninabisha, ikiwa mtu atanisikia nifungulie mlango, nitaingia ndani, nitakaa naye, nitakula naye, nitaishi naye milele. Kwa hivyo unapomfungulia Mungu mlango wa biashara yako, atafanya na wewe na biashara. Na hebu imagine Mungu akiwa kwa biashara inaweza haribika. Hebu imagine Mungu akiwa na wewe kwa kazi hiyo, mambo hata yakipangwa vile yatapangwa, hauwezi jipata kwa scandal yoyote. Mtu akinifungulia, nitaingia, nikae naye, nile naye, niishi naye. Wakati unaishi na Mungu, magonjwa hayataishi na wewe. Wakati unaishi na Mungu, mikosi ikija inakutana na Mungu. Wakati unaishi na Mungu, wakati ubaya unainuka, inampata Mungu wako hapo. Wakati unakaa na Mungu, wakati mambo yanataka kuchukua pesa, hata watu wanyang'anyi, Bwana atakuwa hapo, atasema ya mtoto wangu amtaguza. Zingine zikipelekwa hospitali, zingine zikipelekwa kwa vitu vingine, lakini yako inakuwa specific, ni yako ya kukula na Mungu na kufanya maendeleo yako. Kwa hivyo ni vema kwa chochote kumuhusisha Mungu, na anaahidi, anasema, kwa sababu umenihusisha mimi, ninafanya kazi au chochote pamoja nao wanihusishao. Na hiyo ni kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28. Roman 8 verse number 28. Biblia inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa tangu asili, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Nasi twajua mambo yote ya kwamba Mungu hufanya kazi pamoja nao wampendao. Wampendao ni wale watu wanamuhusisha kwa mambo yao. Yaani hakuna kitu ambacho unaweza mzuilia. Iwe ni fedha yako, hauwezi mzuilia. Iwe ni chochote. Unajua kuna watu wanampenda Mungu kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali. Kuna watu wanampenda Mungu kwa vinywa vyao na kwa miili yao, kimatendo tu watu waone, lakini kimfuko haumuko pamoja na Mungu totally 100%. Kuna watu ambao wanampenda Mungu ni sawa, lakini sio kwa pesa zao. Na ndio maana akija kanisani, pesa ataja nyumbani, kwa sababu atakuja kuitishwa. Ikifika saa ya kumuitisha, hapo ananuna, hapo anakasirika, hapo anasikia ni kama umemuguza mahali ambapo astahili kuguzwa. Nakumbuka maandiko yanasema kwamba kwa kitabu cha Mathayo ya kwamba mahali hazina yapo ilipo, hapo ndipo moyo wako ulipo. Yaani mahali pesa zako zipo, hapo ndipo moyo wako upo. Kama hazina yako umeiweka kwa marafiki, hapo ndipo moyo wako upo. Kama hazina yako umeweka kwa familia, hapo ndipo moyo wako upo. Na ukiweka pia hazina yako kwa Mungu, hiyo maandiko inasema kwenda chini ya kwamba wekeni hazina zenu mbinguni, mahali nondo na nzige na waharibifu na wevi na wanyang'anyi hawawezi kufikia. Nasema weka hazina yako, yaani vitu vyako vyote, rasilimali zako, kila kitu chako unakiweka kwa Mungu, ambapo unajua ya kwamba hapo haitaharibika, haitatayarika, itasimama. So
kama mwaka huu tunataka Mungu atuwezeshe kufanya mambo makuu. Maana Psalms 108 verse number 13 imetuambia ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutafanya, kwa msaada wa Mungu tutafanya mambo makuu. Remember Isaiah 59 verse number 1. Kwa nini sibarikiwi? Kwa nini siinuliwi? Ni kwa sababu si kwamba mkono wa Bwana si mfupi hata usinibariki, hata usiniinue, lakini moyo wangu uko mbali sana na maovu yangu yananitenga pamoja naye. So kwa mwaka huu tukitaka haya ambayo tumeandika na maono yetu yatimie, basi tumuweke Mungu karibu na vitu vyetu, tumuweke Mungu karibu na mambo yetu, na mambo yatakuwa mazuri. Halafu vazi yetu ya mwisho ni ile ambayo tumekuwa tukisoma ya kwamba ni kitabu cha Danieli. Hiyo itakuwa ni memory verse yetu ya mwaka huu. Yaani hata yule ambaye hajaishika aishike, ya kwamba watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. The vision of this church, maono ya mwaka huu ya kanisa hili, ya kwamba wale wanaomjua Mungu, namba 1, watakuwa hodari na watafanya mambo makuu, great things, mambo ya baraka, mambo makuu sana, mambo ya nguvu. So ni ombi langu ya kwamba sisi tupate kuwa na uhusiano, tupate kuwa na upatanisho, tupate kuwa na covenant, tupate kuwa na ushirikiano, tupate kuwa pamoja na Mungu katika mambo yetu, tupate kusimama na kutetea na kuweka vitu vyetu kwa Mungu. Wacha Mungu hawe ndio asina yetu, wacha Mungu hawe ndio baraka yetu. Ni ombi langu kwamba for everything you do, involve your God. Muhusishe Mungu wako, mjulishe. Kumjuliza sio ujinga. Ukimjulisha inamaanisha kwamba yeye ndiye atakukontrol. Hapana. Kumbuka maandiko inasema siku moja kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Elisha alikuwa na watu. Hao watu wakasema, "Bana, tunataka kwenda kukata miti ili tujenge, tupanue hii kanisa yetu iwe kubwa." Kisha Elisha akamwambia, "Nendeni." Lakini mmoja akasema, "Hapana, hatuwezi enda bila wewe. Hebu tuende na wewe." Na kwa sababu walimuuzisha, aliamua kwenda pamoja na wao. Na wakiwa wanaendelea kukata miti, lile shoka, na maandiko inasema walikuwa wameazima au wameliomba, likachomoka kwenye mti, likaanguka ndani ya maji. Na maji yalikuwa mengi. Sasa hauwezi jua ni wapi iliangukia specific. Wakaanza kulia wakisema, "Hii ni ya wenyewe tuliazima, tutaambiaje wenyewe?" Lakini kwa sababu walienda na mtu wa Mungu, walienda na mtu wa Mungu kwa hiyo kazi yao, kwa hiyo business yao, walienda na mtu wa Mungu. Huyu mtu wa Mungu akawaambia liliangukia wapi, wakamwonyeshelea mahali iliangukia. Kisha akachukua kijiti akaguzisha lile shoka, likaelea, likatoka pale majini ndani, likaja juu, wakalitoa. Kama hawangelienda na huyo mtumishi wa Mungu, basi maybe haingewezekana, maybe hiyo shoka ingepotea. Kuna vitu vingi vimepotea kwa sababu hatujamuhusisha Mungu, kwa sababu hatujahusisha the kingdom of God, hatujahusisha ufalme wa kimungu. Siku moja wanafunzi wametoka kwa crusade yao, wakaenda wakamwacha Yesu, akaenda kwenye mlima. Na wakiwa katikati, wakaona bahari ikaanza kuchafuka.
mashua ikaanza kuyumbayumba, na hiyo ndio ilikuwa wakati wao wa kupoteza maisha yao. Lakini Mungu kwa sababu amejaa rehema na akagundua watoto wangu wanapitia kitu fulani, akawafuata na akapata wanayumba, wanahamisha vitu kutoka kwa mashua wakirusha kwa maji. Walipomuona kwanza wakaona ni kama kitu kingine kimekuja, lakini akawaambia farijikeni, ni mimi, na akatuliza bahari. Wangeangamia kwa sababu walimwacha Yesu. Wakati ambapo unaenda safari, wakati unaenda business, wakati ambapo unaenda kwa kazi yako au kwa shughuli zako, don't make a mistake ya kutomuuzisha Mungu. Hata kwa familia, muuzishe Mungu, sio ujinga. Hiyo itakusaidia na itakufanikisha. Na mwaka huu tukimuuzisha Mungu, tunaomba tutende mambo makuu katika jina la Yesu. Nasema tunaomba tutende mambo makuu katika jina la Yesu. Kwa kumuuzisha Mungu, ninaomba tutende mambo makuu kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Ninashukuru kwa sababu ya asubuhi na maombi ambayo tumeomba. Bwana wabariki sana wote. Na pia tunaombea kile kikundi ambacho leo kinashika ushukani wa siku ya leo. Bwana watie nguvu na Bwana asimame pamoja na wao. Na pia nawe wa mtandao pia tunakuombea. Wewe ni mtu wa nguvu na baraka kwetu. Bwana akubariki sana katika jina la Yesu. Na unapoendelea katika maombi haya pamoja na sisi, sitasahau kuwakumbusha na tutaendelea kuombea na kukumbusha kwamba mwezi huu kuanzia tarehe 5 tutakuwa na crusade. Nami ninakualika kwa hiyo crusade ili tupate kujumuika pamoja, ili tupate kusimama pamoja. Kwa hivyo ninakualika kwa hiyo crusade kwa jina la Yesu. Namba 2 nimehubiri kuhusu kumuuzisha Mungu kwa mambo yako. You can do something ili nawe upate kusimama na kazi ya Mungu. Unapomuuzisha pia pesa zako, pande nyingine anakupa afya njema. Unaweza kuwa na pesa nyingi, lakini pia magonjwa yakikufamia, aina pesa haziwezi kukutibu. Watu wamekufa walikuwa na pesa nyingi, wameziacha. Hizo pesa zingewasaidia, wangepona magonjwa. Basi, lakini unapomuuzisha Mungu, Mungu ndiye anapeana uhai na uzima. Kwa hivyo naweza simama nami kwa hiyo crusade kwa njia yote ile Mungu atakufanikisha nayo kupitia kwa pesa zako. Unaweza amua ndani ya moyo wako, ninataka na mimi nitoe kwa sababu ya hii, angalau mtumishi wa Mungu alipe stima, angalau mtumishi wa Mungu. Tunahitaji pesa nyingi, tunahitaji kutangaza na gari, tunahitaji kutengeneza banners, tunahitaji kutengeneza handbill, tunahitaji kufanya mambo mawili matatu, tunahitaji vyombo. So we need money. Kwa hivyo unaweza amua kusimama pamoja nasi kutoka mahali popote ulipo. Hata kama wewe si mshirika wetu, lakini you can stand. Hata kama wewe sio mshirika, lakini wewe ni mshirika wa Mungu, wa Yesu. Hata kama unaenda ile dini nyingine, unaweza amua kusimama kwa chochote kile ambacho Mungu amekujalia kuwa nayo. Maana kuna wakati hatukuwa nayo, lakini Mungu amekujalia kuwa nayo. Hapo kwa hiyo juu hapo kwa runinga yako au simu yako, hiyo namba iko hapo. Hiyo unaweza iangalia, hiyo namba is mine, ni yangu. You can do something hapo. Unaweza tuma kitu vile, unaona hiyo namba iko hivyo, unaweza tuma kitu hapo. Soma tu hiyo namba 0729539707. hiyo namba vile unavyoiona hivyo, unaweza toa kitu chako na Mungu atakubariki. Otherwise, Bwana wabariki sana. Asanteni sana kwa kuomba pamoja nasi. Mungu awafanikishe. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bwana akubariki.